Kama ndio ndivyo, basi kuna haja ya kujifaharisha kwa kule kuwa Muislamu. Kumbe naishi katika utaratibu anaoupenda Mwenyezi Mungu na kuuridhia, na anawataka watu wote wapite kwenye utaratibu huo. Lakini pia ni kujitahidi sana kukaa na tahadhari, ili usijifanye Muislamu halafu kumbe humo umetengeneza wewe njia zako nyingine zisizokuwa zile za Mungu. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam wama ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Kama mnasema nyewe Uislamu ndio dini anayotaka Mungu peke yake, kwa hiyo na mitume waliopita wote walikuwa Waislamu, mbona Mayahudi wana mapito yao humo humo wenyewe wanatofautiana, Wakristo wana mapito yao humo humo wenyewe wanatofautiana? Imekuwaje wakati hii ndio dini aliyokuja nayo mtume wao? Wamakhtalafa, hawakukhtalifiana. Alladhina utul kitaba, wale waliopewa kitabu kabla yenu, kwa maana ya Mayahudi na Manasara, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, isipokuwa baada ya kuwajia wao elimu. Wametofautiana baghyan bainahum, hasadan, kwa ajili ya chuki tu wao kwa wao. Wamakhtalafa, hawakutofautiana alladhina utul kitaba, wale waliopewa kitabu kabla yenu, kwa maana Mayahudi hawakutofautiana na Manasara hawakutofautiana pale ambapo walipokuwa hawana michanganuo, illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, isipokuwa baada ya kuwajia elimu. Mungu wa kweli ni huyu, huyo huko feki, hata kama ndio hivyo mimi huyo simtaki, kila mmoja atengeneze cha kwake. Utaratibu wa kweli ni huu. Ukiwaona watu wanatofautiana, ujue hapo sasa kidogo kwa mbali pameingia, kuna watu wameanza kujua huku tunaburuzwa. Lakini kama hajatokea mtu anayejua kwamba huku tunaburuzwa, watu wote tuliswali humu Ijumaa na Dhuhuri, kwa wale waliowahi. Tanzania hii tuliko tunaswali Ijumaa, ukimaliza Ijumaa unatoa salamu, ukimaliza kutoa salamu panakimiwa, tunaswali Dhuhuri. Au wote tukwai tumewahi hayo yanafanyika huko nchi nyingine, sio nchi nyingine. Tanzania hii tena, miji hii ya mwambao, watu wanaswali sijui fardhi pale ni Ijumaa, sijui fardhi ni Dhuhuri, sijui zote ni fardhi. Kwa Ijumaa fardhi zinakuwa ngapi? Ijumaa fardhi na Dhuhuri fardhi ngapi hizo? 2. Alasri fardhi ngapi hizo? 3. Magharibi fardhi ngapi hizo? 4. Isha fardhi ngapi hizo? 5. Na subhi fardhi ngapi hizo kwa siku? Kwa hiyo kuna 6 salawati. Lakini tuliswali, tuliburuzana wenyewe, tulienda. Watu walipoleta wale wenye kujua, walipoamua ile elimu sasa kuitoa kuipeleka kwa watu, tofauti zikaanza. Msikiti ule mimi siswali nini, kule bwana wanaswali Ijumaa na Dhuhuri. Msikiti ule mimi ninaswali, kwa nini kule hawaswali Ijumaa na Dhuhuri? Tulianza hivyo. Wamakhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Na hata sisi leo tuna misikiti mwendo kasi humu. Leo sio jana, leo kuna msikiti mmoja kule, kama utaingia msikitini saa 7 kasoro dakika 5 10, halafu ukawakuta watu mmoja mmoja, yule anaswali kule, yule anaswali kule, halafu wewe unangojea ikama au tusubiri ikama ya alasiri. Watu washaswali na washaondoka hapo. Wao hawaswali kwa kufuata saa, wanaswali kwa kufuata awqatu sala. Ame kule sisali nini, ule mwendo kasi ule. Tofauti hizi ukiziona, ujue hapo sehemu hiyo imeingia elimu. Elimu ikikosa vidhibiti ndio inawapeleka watu wanakuwa hivyo ovyo ovyo. Kwa ilmu ni silahun dhu haddaini. Elimu ni silaha yenye makali huku na huku, inategemea matumizi yako. Ukiitumia vizuri inakuwa hujjatun laka, na ukiitumia vibaya inakuwa hujjatun alaika. Elimu ikifika sehemu watu wanachanguka, alafu wanarudishwa pamoja na ile elimu. Wewe bwana wewe, lakini umeelewa vibaya, basi hiyo ni hivi, kwa sababu hii hapa inawaweka tena pamoja. Lakini kwanza lazima wachanguke, kama mtu anayejenga nyumba iliyobomoka. Nyumba ikisha kuvunjika pale, ukitaka kujenga hivi tu matofali kuweka mengine hapa jengeki, ule ukuta unatakiwa uvunje kwanza, halafu ndio
ujenge tena. Bomoe kwanza, alafu ndio ujenge vizuri. Ndio elimu ikija, ukiona watu wote kwa pamoja, washatofautiana, sasa wamekaa vizuri, au bado elimu haijafika hapo. Lakini ikifika kwanza, lazima watu watofautiane. Nani nyuma, kwa watu wazima, kulikuwa na ugomvi nyuma wa kukunuti katika swala ya subhi? Naam, haikuwepo, yamezuka katikati hapo. Kwa nini yamezuka? Baada ya watu kusoma na wakajua. Wengine kumbe kuna madhehebu inayosema tukunuti ya subhi, wengine wanasema tusikunuti ya subhi. Halafu sasa inatakiwa elimu sasa iwarudishe wakae tena hati pamoja ili tuendelee. Lakini kwanza kutofautiana kuna kwa sababu ya nini? Ya ilmu. Sasa wewe ujue, kisha kuambiwa watu wengine wanasema tusikunuti, nasema wewe kakwambia nani maneno hayo? Toka la hababu. Tulikuwa tunakunuti hivi hivi na watu wanaendelea. Ila watu wakishakujua, ukimwambia tusikunuti, anakufungulia na kitabu hapa, swala ya subhi bwana hamna. Sasa baada ya hapo ndo mrudishana, wewe umeelewa vibaya, hiyo madhehebu nyingine na sisi tunaishi huku na madhehebu nyingine. Lakini ilmu ikija kwanza inafanyaje? Watu inawatofautisha, halafu ndio inawaweka pamoja. Wa makhtalafa sio yetu, hata waliotangulia hawakutofautiana, hawakukhtalifiana. Alladhina, wale watu ambao utul kitaba, waliopewa kitabu kabla yenu, Mayahudi na Manasara, hawakutofautiana illa min ba'di ma jaahumul ilmu, isipokuwa baada ya pale ilipowajia wao elimu. Walitofautiana baghyan bainahum, na sisi ndio hapo tulipokaa. Tunatofautiana kwa ajili ya kuchukiana tu, kama imamu wenyewe yule, na sisi tunatafuta msikiti wetu, tunafanya tofauti kidogo ili tutofautiane na wao. Kwa kuwa limethibiti, basi malipo yote kwenda. Sasa hii tukiambiwa wale walitofautiana, sio na sisi tunasifiwa kilikuwa kizuri. Angalia mwisho kutofautiana nini. Kama mzuri na nyinyi tofautianeni, kama mbaya nyinyi msitofautiane. Acheni habari za kutofautiana. Makhtalafa alladhina utul kitaba min ba'd illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati llahi, na yoyote atakayekufuru, yoyote atakayepinga aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aelewe Allah atamwadhibu, kwa sababu yeye sari'ul hisab. Fa inna Allaha sari'ul hisabi, kwa hakika Mwenyezi Mungu yeye ni mwepesi wa kuhesabu. Atamhesabu kwa maana atamlipa. Hisabu maana yaum alhisab, siku ya malipo. Kwa Mwenyezi Mungu yeye ni mwepesi wa kulipa watu, atawalipa kwa mujibu wa vile walivyo. Tulisema sura hii chanzo cha kushuka kwake nini vile tulisema mwanzoni? Naam, ni Manasara walipokuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakawa wanahojiana naye kuhusiana na nani? Isa ibn Maryam na uungu wake. Isa ni Mungu, akamfanya mjadala wa kina. Halafu ndio kama aya tulivyoona kule nyuma ilichopita. Sasa Mungu anamwambia mtume wake, fa in hajjuka, ikiwa watajadiliana na wewe, watahojiana na wewe kwa musharaka, fa in hajjuka injadaluka, kama watajadiliana na wewe, faqul, waambie, aslamtu wajhi, mimi nimeusalimisha, nimenyenyekea, lilladhi, kwa yule ambaye, lillahi, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waman ittaba'ani, na wale walionifuata mimi pia wamenyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa in hajjuka, ikiwa watajadiliana na wewe, faqul, sema uwaambie, aslamtu wajhiya, mimi nimeusalimisha uso wangu, kwa maana nimenyenyekea, lillahi, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si mimi peke yangu, bali wamani tabaani, kwa kuondolewa yeye na wale wanaonifuata mimi. Wa qul lilladhina utul kitaba, nasema uwaambie wale waliopewa kitabu, wal ummiyina, na hao ummiyina Makuraishi hapo wasiojua kusoma wala kuandika, waambie hivi, aslamtum, na nyinyi mmenyenyekea kwa Mungu. Mimi aslamtu wajhiya lillahi, na wale wanaonifuata mimi na wao wamenyenyekea kwa Mwenyezi Mungu. Na nyinyi je, aslamtum, mmenyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Fa in aslamu, kama watasilimu,
watanyenyekea kwa Mwenyezi Mungu, faqad ihtadau, au watakuwa wamepata uongofu, wameongoka. Faqad ihtadau. Jana tulisema hidayah ziko ngapi vile? Ngapi? Tulisema mbili, hidayatu irshadi na hidayatu tawfiqi. Hidayatu irshadi na hidayatu tawfiqi, hao watakuwa wamepata tawfiki ya Mwenyezi Mungu. Faqad ihtadau, au wameongoka, kwa maana wamepata tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hidayatu irshadi unayo wewe dai, ambayo ni mrithi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Unayo wewe shekhe, ambaye ni mrithi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hidayatu irshadi amepewa Mtume, innaka latahdi ila siratin mustaqim, kwa hakika wewe Muhammadi unawaongoza watu katika njia iliyonyooka. Ni kufanyaje tahdi? Kwa maana turshidu, unawaongoza watu. Lakini hidayatu tawfiqi hana Muhammadi, bibitali na wewe dai na wewe shekhe pia unakuwa huna hidayatu tawfiqi. Mungu anamwambiaje mtume wake? Innaka la tahdi man ahbabta, wewe huwezi kumuongoza unayomtaka, walakinna Allaha yahdi man yasha, Mungu ndiye anayemuongoza amtakaye. Kwa hidayah hii ya irshadi mimi na wewe tunayo, kwa sababu tunamrithi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jukumu letu ni kuwaongoza watu kwenye njia iliyonyooka. Hidayah sasa kule wamekubali kufuata uongofu huu, unatoka kwa Mungu tu, hidayah tu tawfiqi. Sawa? Sasa hapa wale fa in aslamu, kama watanyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faqad ihtadau, watakuwa wameongoka, kwa maana wamepata tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tawallau, na kama watakengeuka, fa innama, si vinginevyo, alaika albalaghu, kilichokuwa wajibu juu yako ni kufikisha tu. Wajibu juu yako kutoa maelekezo. Mungu ni mmoja, Mungu anataka hivi ni hivi. Watu wakikubali, wamepata taufiki ya Mwenyezi Mungu, wameongoka. Wakikataa, jukumu lako wewe kuwaelekeza limemalizika. Fa innama alaika albalaghu, si vinginevyo, kilichokuwa wajibu juu yako ni kufikisha tu. Wallahu basirun bil ibadi, na Mwenyezi Mungu anawajua vizuri waja wake. Basirun bil ibadi, na Mwenyezi Mungu yeye inatokana na nini? Na basar? La, inatokana na basira. Inatokana na basira, sio inatokana na basar. Kule hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wallahu basirun, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi bil ibadi, wa waja wake. Na hiyo pia al ya hapo ni iwadan anil mudhafi ilayhi, asili yake ilikuwa kama sio Qur'ani, wallahu basirun biibadihi, afu ile he ikawekwa hapa ikawa alifu na lam, ikawa bil ibadi. Wewe kwenye kutafsiri turudishie, na Mwenyezi Mungu yeye anawajua vizuri waja wake. Ahmad Naji Abdul Ghani anasema uhibbu alkhaira lilghairi, uhibbu dawa'i albirri, uhibbu tawasiya bisabri, kama fi surati al-asr. Uhibbu alkhaira lilghairi, asili ya maneno uhibbu alkhaira lighairi, ile mudhafu ilayhi ikaondolewa ikawekwa hapa ikawa lilghairi, naipenda kheri watakia wenzangu wasiokuwa mimi. Uhibbu dawa'i albirri, napenda sababu na mambo yanayotupelekea kwenye kutenda wema. Uhibbu tawasiya bisabri, napenda kuhusiana kusubiri, kama fi surati al-asri, kama yalivyoelezwa hayo katika surati al-asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Uhibbu tawasiya bis sabri, lakini siko mahala petu uhibbu alkhaira lil ghairi, alhin iwadan anil mudhafi ilayhi. Na hapa wallahu basirun bil ibadi, alhi ni iwadan anil mudhafi ilayhi. Wallahu basirun bil ibadi, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwajua vizuri waja wake. Fa in hajjuka, kama watakujadili, faqul, sema uwaambie, aslamtu wajhiya lillah,
nimenyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nimeusalimisha uso wangu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi peke yangu? Hapana, wamani tabaani, na wale wote wanaonifuata mimi, tumenyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Wa qul lilladhina, na waulize wale ambao utul kitaba, waliopewa kitabu, waulize Wakristo, waulize Mayahudi.